Na hapa bishi ikiwa ni kwenye mwanzo wa sinema, tunakuja kukapata kamanze kwa jina la Megi. Asante sana. Na kama vile ambavyo kuna kuga na mamanzi tofauti ni hapa duniani, Megi ni manzi ambaye alikuwa na bonake ambaye anampenda mbaya mbovu. Lakini makosa ni kwamba na siku kadha wa kadha ambazo zikaweza kuja kupita, Megi amekuwa akicheza bonake. Iliwa kucheza bonake ina maana kwamba na Megi amekuwa na mpango wa kando. Manzi kwa jina la Megi. Na kumbe sasa ni wakati ambapo Megi ameweza kuja ukipenda yuachomoka upande wa pili kwa Charlie na mbele kwa mpango wa kando wake Megi, na this time round akaweza kuja kumfahamisha je mpango wake wa kando. Huenda bwanangu ataweza kuja kugundua, na huenda bwanangu ataweza kuja kuhisia kwamba na nimekuwa na ukipenda uhusiano wa kando, na kwa hiyo sababu ni muda na wakati ambapo tunafaa kuweza kuja kuachana. Sasa Moyo akaweza kuja kufahamisha je Megi, Mavarai, mbona ukaweza kuja kufikiria mambo kama hao wakati ambapo unajua kwamba na kupenda kuliko kitu chingine ni hapa duniani na kupenda Megi. Lakini Megi alimfahamisha hapana, never. Nimekata abada nikatena, ni kweli unanipenda ukipenda mpango wangu wa kando, lakini ukula mambo ni kwamba nakuti mimi ni licha kwamba nakuti unanipenda. Manze ujinga namba tumekuwa tukifanya manze ni upuzi namba ni wa hali ya juu. Na kwa hiyo sababu sionekana kwamba tutaweza kuja kuzidi kuwa na uhusiano namba tulikuwa nao. Elewa ni kitu ambacho Megi mtazamaji, hapa nataka tuweze kuja kupelekana vizuri mtazamaji. Ni jambo na ambalo Megi analikumbuka shasha. Na ukisikia kwamba na Megi ni kukumbuka na kumbuka, ina maana kwamba na Megi ashaweza kuja kuchomoka kwake ukipenda mpango wake wa kando. Na kumbe kitamburuka design kama hiyo, wacha kijamali weza kuja kumupa Megi, akamfahamisha tafadhali. Licha kwamba na tutaweza kuja kuniacha, nataka tuweze kuja kupatana usiku moja na wa mwisho. Siku moja tu. Tuweze kuja kupatana mimi na wewe ukiwa ni usiku moja tena wa mwisho. Na baada ya kuweza kuja kupatana, mazi unajua ni asaje? Tutaweza kuja kutengana na hakuna muda na wakati ambapo utaweza kuja kutekelezea tuweze kuja kupitana. Lakini Megi alisema hapana, na mazi akaweza kuja kuchukua burungo na mazoni za kwake nikisha na maana kama kutamburuka. Tafadhali. Last time I see you, manzi, nataka tuweze kuja kupatana mara moja tena na ya mwisho. Tukiweza kuja kupatana mara moja tena na ya mwisho, niweza kuja kukubaya ukilipenda mayai boiro ama smoky. Mazi, unajua ni asaje? Huo ndio muda na wakati ambapo kilipenda this time round tutaweza kuja kutegana na hatutawaiweza kuja kupatana. Na chekizo rama ndugu brother wapenzi watazamaji, manzi wetu kilipenda Megi aliweza kuja kuvalia kilipenda ni pete yake harusi. Na baada ya kuvalia pete yake harusi akaweza kuja kufahamisha kilipenda Moiro, mazi abana ukilipenda na hakuna muda na wakati ambapo tutaweza kuja kupatana. Mazi nimekuwa nikifanya makosa. Makubwa tena zaidi, na huu ndio mwaka wakati ambapo tuwafaa kuweza kuja kujikumbusha venye ambavyo kaweza kuja kuchomoka. Till death hadi kifo ndilo title lia hili ya sinema. Asante sana. Kaliweza kuja kumana design ambako kaweza kuja kumana na manzi wote kilipenda Megi ndugu brother wapenzi watazamaji, akaweza kuja kutamburuka sasa. Elewa ni baada ya masaa kadha wa kadha. Asante sana. Na kumbe sasa Megi kuweza kuja kuchomoka mahali ambapo mpango wake wa kando alikuwaga, aliweza kuchomoka moja kwa moja akuingilia mahali ambapo bonaki aliyopo. Na mtazamaji ushike, leo hii ni siku ya anniversary. Elewa, anniversary ina maana ya kwamba na kweti ni wakati wa ukumbusho wa miaka ambayo ikaweza kuja kupita tangia wakati ambapo Meg au mkipenda manzi wetu Magi aliweza kuja kuolewa na jamaa kwa jina la Maka. Ushike tena mtazamaji. Tangia wakati ambapo aliweza kuja kuolewa na jamaa kwa jina la Maka, hii ni anniversary ya miaka 11 sasa. Lakini kuweza kuja kufika ukipenda upande wa pili, aliweza kuja kupata ukipenda stakabadhi zaidi kuchomoka ni kwa wale wana polisi sasa. Hoyo yai, cheki maneno. Kumbe maskini Mungu mazi tukipenda Megi aliweza kuja kupata ukipenda stakabadhi design kama hiyo. Na kumbe ni stakabadhi ambazo mtazamaji zikaweza kuja kuchomoka kwenye kituo cha wana polisi. Mwanzo ni kufahamisha kinagobaga, wakati wa kitambo Megi alikuwaga ni mgodhi. Elewa kwa mgodhi ina maana kwamba na koti Megi alikuwaga ni mwizi. Na kumbe kitu ambapo alikuwaga ni mwizi, walikuwa wanafanya ukipenda ujinga na walikuwa wanafanya wakiwa na jitu kwa jina la Bobby. Lakini kidogo hivi aliweza kuja kukungira jambo tukipenda Maka. Asante sana. Na kumbe sasa kuweza kukungira mahali ambapo Maka kukungira mahali ambapo manzi iliyopo, akaweza kuja kufahamishaje. Tumeweza kuja kuona ukipenda kwa muda miaka ukipenda 11, na kwa hiyo sababu leo ni siku ya anniversary.
zaidi kuweza kuja kujikumbusha venye ambavyo tukaweza kuja kuona kupendana na vitu tofauti. Na kisha manzi akaweza kuonyesha unajoni yasa je manzi hii picha ambayo unaichekicheki manzi iweke upande wa kando, maana yake niliweza kuja kukukolea na haukuweza kuja kufungwa ukipenda jela. Na mtazamaji ushike tena wakati ambapo manzi alikuwa na mgodhi zaidi wakiwa na jitu kwa jina la Bobby. Jamaa wetu Maka aliweza kukuingilia na bila shaka akaweza kuja kumkolea manzi wetu ukipenda Megi Shusha. Na baada ya kuweza kuja kukolea Megi, akaweza kuja kumchukua kike ukipenda upande wa pili. Na tangia muda na wakati wenye huo, jamaa wetu Maka Shusha wakiwa na huyu manzi kwa jina la Megi, wakaweza kuja kuchomoka wakiwa wapenzi. Barabara. Lakini msikia moto uliweza kuja kufahamisha manzi unajua ni asaje. Mwanzo leo ni siku yetu kitipenda ukumbusho zaidi wa venye na tukaweza kuja kuona kwa muda wa miaka 11. And the few photos I have of you in front of the camera. Na wasikia manzi kafahamishwaje? Hizi picha zinaonekana kwamba nakuti ni supu. Na kwa hiyo sababu mazi nataka uweze kuja kungara kama venye ambavyo kaweza kuja kungara muda na wakati wa kwanza. Hoyoyai. Kumbe jamaa wetu uliweza kuja kumchukua kike design kama hiyo aweze kuja kutamburuka, lakini kwenda kuchomoka ndugu brother wapenzi watazamaji, aliweza kuja kudunda ukilipenda moiro. Goja. Haya. Na huyu ndi jamaa ambaye alikuwa mpango wa kando wake kike. Jamaa wetu Maka kamulizaje mjinga? You met my wife. You knew my wife and you have met her. Jamali Daisy, mazesi sijaweza kuja kuona bibi yako na waache hivyo. Leo ndio muda na wakati wa kwanza. Lakini Megi akaweza kuja kusemaje? Mazee huyu mjinga na mjua mwanake ukilipenda Christmas ya mwaka jana tarehe 24 Disemba tuliweza kuja kupatana. Na huenda kwa hiyo pate ndio wakati ambapo ukilipenda. Huyu jamaa akaweza kuja kuniona, akaweza kuja kunifananisha na mtu fulani wa fulani. Lakini mtazamaji mimi na wewe tunajua kwamba na kweti kike wetu Megi wakiwa na Moiru walikuwa wanacheza huyo maskini wa Mungu jamaa tabulikana kama vile kipenda Maka. Lakini leo kama kawaida mahali popote ambapo kuna mapenzi ndugu brother wapenzi watazamaji, hakuna uchawi na mbona kugoni wa hali ya juu kuzidi ni mapenzi. Wacha. Na kupitia mako venye ambavyo aliweza kuja kumcheki Moiru, papo kwa hapo akaweza kuja kujijezea kwamba na kweti huyo mjinga tabulikana kama vile kipenda Moiru walikuwa na uhusiano na ukipenda na huyu kike wetu ukilipenda Megana. Lakini Moiru anaweza kuja kusemaje kuliko manzi aweze kuja kutamburuka aise nitachomoka. Makosa makubwa tena zaidi mwanzo ukilipenda nyakati zikizo hizo zikianza usiku. Maka aliweza kuja kuchukua manzi wake ndiye Megan ama ukilipenda ndiye Megi Shusha. Megan Fox jina lake kamili. Santa sana. Na kumbe kaweza kumchukua design kama hiyo akaweza kuja kumpeleka kwa hoteli ya Wamura. Ndio hapa sasa mtazamaji kwa hoteli ya Wamura. Nikisha kamfahamisha hapa niko nayo zawadi na mbona nataka kuweza kuja kukusukumia. Sasa manzi aliweza kumuulizaje kai mazeni zawadi ina gani? Ama ukaweza kuja kuniletea nini? Wacha manzi kuweza kuja kutizama. Elewa? Jamaa kama huyu ambaye ameweza kukaa nyuma yangu wakati na ambapo akona kamanzi huaga anakachukua anaenda anakabaia KDF, ndio kitu cha hoja na ambacho anaweza kuja kubaia manzi. Lakini jamaa wetu Maka alibaia manzi mkufu wa Diamond, pure Diamond. Na kumbe Rose kuna jamaa ambaye anapropose ukilipenda mpenzi wake design kama hiyo. Na Maka akaweza kuja kufahamisha jamaa wetu ukilipenda Megan Fox. Yakupa na kutipia wewe ukilipenda miaka kadha wa kadha ambazo zikaweza kuja kupita. Exactly design kama hiyo ndio venye ambavyo nikaweza kuja kukuproposia. Alafu unajua ni yasaje? Mazee kwa venye ambavyo tukaweza kuja kuchomoka tukua na harusi ambayo ni ya juu. Mazee unajua ni yasaje? Goja. Bila shaka lazima tuweze kuja kujikumbusha. Lakini mazee aliweza kuja kufahamishaje bwanake? Unajua ni yasaje? Nataka kupeleka upande wa Kenya. Waache hivyo. Zaidi mahali ambapo tutaweza kuja kuona vitu kama vile kipenda buffalo na vitu zinginezo. Lakini bwana kikaweza kuja kufahamisha unajua ni asaje? Hatutaweza kuja kuelekea upande wa Kenya. Kunako mahali ambapo ukilipenda zaidi ya upande wa Kenya. Zaidi mahali ambapo tutaweza kuja kukupeleka ukilipenda kipenzi changu. Wacha. Na kisha jamaa kaweza kuja kuchukua yule mkufu na unasikia ni mkufu na bao ni pure Diamond. Hujawaiona iliwa inaitagwa mapenzi. Yaitwa mapenzi ndugu brother wapenzi watazamaji. Zaidi mapenzi ambayo huwa yanavunja mlima. Mapenzi ambayo yanaweza kuja kukufanya uweze kuja kuchomoka nyumba ukilipenda ya orofa.
ukuingia mahali ambapo kuna nyumba ya matope zaidi kwa sababu ya mapenzi. Lakini kumbe kike wetu kuweza kuchomoka design kama hiyo na zaidi kukuingia pale msalani aliweza kuja kukapata kale kama zinabako kakaweza kuja kuproposiwa kako upande wa pili mtazamaji, na hapa bishikale kamanzi ni kulia kanalia. Unaona kale kamanzi ambako kakaweza kuja kuproposiwa ni kulia kanalia sasa. Na kwa sababu manzi aliweza kuja kufahamishaje manzi anajua unalia kwa furaha, lakini hiyo ndio kawaida ambayo inakuwa ni ya wanaume. Ataweza kukufurahisha leo hii na baada ya siku 2 3 4 5 hivi ataanza kukucheza. Hiyo ndio kawaida ya wanaume. Na kisha manzi akafahamisha, najua sio shughuli zangu kuko ni kukufahamisha, lakini huo ndio ukweli wa mambo. You feel like you just made a huge commitment out there. But I just want you to understand that nothing is set in stone. Yeah, you're right. It's none of your business. Yeah, you are right. It's none of your business. Mazee jalishikana kwamba karudo wangu ataweza kuja kunitenda. Lenye tu naparo najua ni kwamba na koeti. Mazee ameweza kuja kunipropose na baada ya siku kadha wa kadha mazee nalia kwa sababu ya furaha juu. Mazee nalia furaha. Wacha. Na kisha yule mazee tabulika naye kama ukipenda Megan Fox akaweza kuja kutambuka design kama hiyo. Akuingilia moja kwa moja ndugu brother wapenzi watazamaji hadi mahali na ambapo makaliopo. Elewa ilikuwa ni anniversary. Na ukisikia kwamba kutilikuwa ni anniversary ya miaka ukilipenda 11 tangia wakati ambapo Maka akaweza kuja ukilipenda kumuoa Megan Fox waliamua kutambuka sasa. Nelewa kunako kafurushi na ambako ukilipenda kike alikuwa ganako ukilipenda upande wa pili akimuonyesha moto Maka ya kwamba nakutiyotaka kupeleka upande wa Kenya. Cheki maneno. Jamali weza kukawacha upande wa pili na kisha akaweza kuja kufahamisha jamanzi nataka kukupeleka mahali na ambapo kuna surprise. Nataka kukupeleka mahali ambapo kuna surprise ya hali ya juu. Cheki kwa mfuko wako wa kulia. Maanzi kutazama alipata hapa ndani kuna ribbon. Wacha maneno mtazamaji, ni ribbon ambayo ni ya black. Kai Mazi chali yangu Mark manzi na kwa gana madoido mob. Hii nayo ni ya kufanya nini? Akaweza kufahamisha waweze kuja kujifunga pale kwa macho. Manake kuna mahali na ambapo kitipenda Mark yuataka kuweza kuja kumpeleka ukitipenda kike zikiwa bado ni nyakati za usiku shosha. Oyo yai elewa waswahili huwa wanasema usilo ulijua ni kama usiku wa giza. Ndugu brother wapenzi watazamaji, mazi wetu kitipenda Megan Fox asiweze kujua kwamba na kutikipenda jamaa wetu Mark alikuwa yuaji wa kile kitu ambacho kitipenda kike alikuwa yu akifanya. Na waacha hivyo akaweza kuchukufahamisha manzi ya kwamba anapeleka mahali na ambapo ni salama, lakini this time round alikuwa yompeleka manzi mahali na ambapo angaliweza kuja kumtambaliza manzi ama huenda aweze kuja kufanya maskini wa Mungu manzi tukipenda Megan Fox mambo na ambayo ni ya ajaba. Cheki maneno. Sasa manzi alianza kufahamisha jamaa tukipenda Mark. Kai manzi wanga si furahi venye ambapo na ukipenda na peleka mahali ambapo kuna surprise. Manzi usinipeleke kwa surprise. Jamaa akamfahamisha, "Gere kania nawe ulijitaka mwendo yekorokia inioro." Ni wedo. Manzi mapenzi tako ni hali ya juu. Manzi kujaribu kuchomoa ile ribbon kafahamishwa ngoja. Bado maneno. Hatujaweza kufika mahali ambapo tunafaa kuweza kuchugulekea. Exactly jifunge design kama hiyo tuweze kufika. Na hii sasa mtazamaji ndio namba huga na kufahamisha. Kama unapenda mtu na zaidi unapenda mbaya mbovu aweze kuja kukutenda kwa njia moja ama nyingine, muache ende. Hamna haja kuweza kuja kutambaliza mwenye ambaye unampenda kwa sababu ya mapenzi. Kuna mwingine pale namba itaweza kuja kukupenda zaidi ya venye ambavyo ulikuwa unampenda, namba ikaweza kuja kukutenda. Lakini kike wetu kitipenda Megan akaweza kuchukuliwa design kama hiyo. Lakini sasa manzi aliona hapana jo, manzi nitajifungua, lakini kutazama mahali ambapo kapelekwa ni wapi? The Lake House. Nyumba ambayo mtazamaji huoga imetengenezwa juu ya barafu. Unaona? Hiyo mtazamaji watu wengi huwa wanauliza hii. Kwa nini watu wengine wanakuwa na pesa design kama hiyo? Lakini kwa sababu waliweza kudhokoma kitambo. Jamaa wetu Maka aliweza kuchukua manzi wake design kama hiyo akampeleka kwa jumba ambalo watu wengi wanaweza taka kuja kupelekwa hapo. The Lake House. Ni nyumba ambayo imeweza kuja kutengenezwa juu ya barafu. Sikiza mwingine hapa anauliza aje juu ya barafu kivipi? Mtazamaji, lile jumba limetengenezwa juu ya barafu. Na kisha baada ya manzi kuweza kuja kuleta upande wa pili, bado wameweza kuja kufunga fungu kilipenda macho, akafahamishwa aweza kuja kwa sababu 1 hadi 100, na kisha kiweza kuja kufika ukilipenda 100, aweza kufuata venye ambavyo ukilipenda tupeto. Ndio ukilipenda tumaua tukaweza kuja kubogobogwa kike wetu kilipenda Megan Fox.
Megi jina lake la sinema. Cheki maneno. We, iliwa inaitwa mapenzi. Mapenzi na huwa yanavuja mlima, na kwa sababu kike alianza kufuata, na hapa bisha kaweza kujikupata kuna kabarua na ambako kilipenda bonake kaweza kujikumwandikia vizuri tena zaidi kana kwamba kuna mtu ambaye nampenda na kupenda na ngoro yangu yote, na wacha hivyo nitakuwa na wewe hadi kifo. Kifo tu ndicho na ambacho kitaweza kuja kututenganisha till death. Mazi wetu akafahamishwa na jambo tukilipenda Maka. Na cheki sura mambo mtazamaji, bado kike yuwafuta ni tule tupeto. Ilewa peto ni zile maua ambazo kaweza kuja kuachiwa na jambo tukilipenda Maka shisha. Okay barabara. Angalia sura mambo ndugu brother wapenzi watazamaji. Mwanzo aliweza kuja kupata hapa beshi kuna nini? Kuna karumu kama hako. Mazi akafunga kabisa. Ilewa hakuna kuchomoka upande wa nje, mazi kuingilia upande wa ndani juu. Cheki maneno. Na kisha kuweza kusura upande wa pili kaweza kuja kuchekiji. Kunako mahali ambapo kuna mapicha na upande wa mbele kunayo ukilipenda disketa. Zaidi disketa ambayo yacheza ukilipenda ngoma, na wacha hivi umeweza kuja kuandikwaje nicheze. Haya. Ulolo yaye. Basi ilikuja hapa kupata kuna picha. Na picha ambazo kike kaweza kuja kuzipata ni za wakati ambapo kike wetu kilipenda Megan Fox wakiwa na Maka walikuwaga wanafanya harusi. Kwa ufupi ni picha ambazo sasa zikaweza kuja kumbamba manzi. Kufika mahali ambapo kinanda ilikuwaga akaweza kuja kupataje nicheze. Play me. Sasa mazi alionaje? Kaye. Mazi chaliangwa na ni bamba na kwa hiyo sababu wewe maskini wa Mungu mazi alishaga. Kaye. Mazi mbona naweza kuja kuniwacheka ngoma kama penzi design kama hiyo jo. Mazi niweza kuja kusikiza nikale kangoma. Lakini leo akalikuwa ni kangoma kama penzi mtazamaji. Kike wetu aliyemkuweza kuja kusikiza kale kangoma. Na bila shaka aweza kuzidi kufatafata tule tupeto. Aweza kuja kuona mahali ambapo tutaweza kuja kumuelekeza. Ulole yaye. Na nyakati hapa ndizo usiku shasha. Zikiwa bado ni zile nyakati za usiku, kike wetu kwa madaha ambayo mbovu, kwa mwendo wa tausi mtazamaji ukilipenda, aliweza kuchomoka design kama hiyo, aweza kukungilia ukilipenda upande wa juu chiki. Tizama. Walaliyaye. Kike wetu Megan Fox. Kike wetu Megan Fox aweze kukungira mahali na ambapo bonake aliyopo. Kipenzi chake chango. Santa sana. Ulaliyaye. Na kumbe sasa aliweza kuchomoka design kama hiyo. Akaweza kujikupata mahali na ambapo bonake aliyopo. Watu kitulonga. Mazenini ambacho kikaweza kuja kukaisha design kama hiyo. Sasa mazi alibambika joka ye. Mazi yake ya Mungu chali yangu nimeamini ya kwamba nakutina nipenda. Wacha. Leo mwadhe watu kilipenda Mr. Maka likogani wala wadhe namba nuku kilipenda wanakogani wa hali ya juu. Zaidi mtu namba inakogani mpole na huwaga hata kikuweza kuja kukosea mtu wa aina yoyote. Akaweza kuanzia story yake kwa mbali hapa beshi. Akaweza kuchukufamisha mazi ya kwamba na kweti. Huenda kwa miaka 11 namba tukaweza kuja kuona nikaweza kuja kukufanyia madhambi. Na kwa madhambi yote ambayo nikaweza kuja kukufanyia mazi na kuomba msamaha. Na kuomba msamaha na bila shaka na kuomba uweze kuja kunisamehe kwa makosa yote ambayo nikaweza kuja kuyafanya. Na kupenda na roho yangu kilipenda Megan. Na kupenda mbaya mbovu. Sijawahi weza kuja kupenda mwanamke mwingine kama vile ninavyo nikakupenda. Wewe ndio kipenzi changu chango. Na niweza kuja kupea ukilipenda na kumuomba Mwenyezi Mungu. Kifo peke yake ndio ambacho kitaweza kuja kututenganisha. Been through so much. Najua tumeweza kuja kupitia mengi. An anniversary surprise isn't gonna fix everything. This is start. Na nilikuwa natumia kwamba nakutikipenda hii anniversary itaweza kuja kubadilisha kile kitu ambacho kikaweza kuja kufanyika. Kaye. My dear. Basi yake mbona unabonga maneno kama hayo? Mazi unafanya napatwa na kiwau. Sasa mazi niweza kumsukumia jamaa tukipenda Maka. Busu design kama hiyo shasha. Walalayaye. Mdogo. Taratibu tena zaidi manzi tukilipenda Megan. Megan na jamaa tukilipenda Maka. Na utazamaji na kufahamisha tena na tena.
kana kwamba kuna kitu ambacho jamaa Tumaka anakipenda ni hapa duniani, anampenda Megan mbaya mbovu. Yuwampenda mbaya, ukipenda Megan mbaya mbovu. Na wachi hivyo, angaliweza kuja kufanya jambo raini lolote ili mradi aweze tu kuja kuchomoka. Na hapa bishi wakiwa na manzi wetu Megan. Gole siku namba ikaweza kuja kufuatia. Cheki maneno. Ile hapa bishi ndipo mahali ambapo kilipenda picha letu this time round linakuja kupata kazi. Right. Ile usiku wa jana, jamaa Tumaka wakiwa na manzi wetu kilipenda Megan, wakaweza kuja kufanya mapenzi, wakawa na siku namba ilikuwa mzuri. Ile ilikuwa ni siku ya anniversary na ukumbusho wa venye ambavyo kilipenda harusi yao muda na wakati wa kwanza iliweza kuja kuchomoka ikiwa ni ya hoja. Niwega mno. Na kumbe hili nyumba mahali ambapo aliyopo, niweza kukustajabisha mtazamaji, ni jumba lake ukilipenda Maka. Hili shasha. Hili mtazamaji ni jumba lake Maka. Unaona? Na hapa mahali ambapo akaweza kuja kumleta manzi, ni mahali ambapo kulikuwa na mambo mengi mafiche na ambao manzi hakuwa yeyejua. Wacha manzi kutazama, aliweza kupata pingu. We, chali yangu, manzi kwa ni mapenzi imebamba hadi ukaamua kuweza kuja kunifunga pingu. What the hell is this? Mark, manzi hii ni nini? Mark. Manzi, lakini Mark alimfahamisha, sikiza. Unajua Moiro, si ndio? Kwa huo muda wote na bondi kaweza kuja kukuoa. Na kisha kaweza kujipiga risasi design kama hiyo. Amini usiamini Mark mtazamaji, akajitambaliza mbele ya macho yake manzi. Na kabla kuweza kujenga mzee kafahamisha manzi, unakumbuka yule Moiro ambaye nilikuwa na uhusiano naye? Hiyo story yote nilikuwa najua. Goja. Sasa manzi alianza nikilio. Manzi aliangomboleka kuweza kuja kufanya kitu kama hicho jo. Manzi ambaye unaweza kuja kujipiga risasi mbele hadharani mbele yako. Manzi aweza kuja kujiangamiza maneto oge alia. Manzi kujaribu kuweza kuja kujifungua mkono. Wapi? Ile wapingu ikaweza kufunganishwa mahali ambapo Maka alikuaga na kwa mkono wa manzi wetu kilipenda Megan. Na sasa akitaka kutoa hiyo pingu, labda aweze kujikapta mkono ama akate mkono wake Maka ili mradi pingu iweze kuja kuchomoka. Na wako ndani ukilipenda ndani ya the floating house. Zaidi na ikaweza kuja kutengenezwa ikiwa ni juu. Zaidi juu mwa barafu ni ara zenye hizi. Cheki maneno. Ili wa muda uweza kuja kupita ndugu brother wa wapenzi tuzamaji, tagia wakati ambapo Maka kaweza kuja kujipiga risasi. Na mazi wetu yuko pande wa pili, anajiuliza mazi, gaye, mazi chali yangu atakana kwamba kakaweza kuja kumana design kama hiyo mazi yetu ingaliweza kuja kubonga jo. Sasa manzi kuweza kutizama upande wa kando, aliweza kuja kupata hapa kuna mtambo wa simu. Najua mtazamaji kuna mtambo wa simu. Mazi bio aliweza kuja kukilipenda nini? Kufikia ni ule mtambo wa simu aliweza kuja kupiga mawasiliano. Lakini kupiga mawasiliano akapata simu haina network mwadhani. Wacha hivyo, wako katikati mwonohoya. Zaidi mahali na popo jamaa kaweza kuja kutengeneza nyumba na bado ni bei. Na manzi kuchomoka hapa, anafaa kutaboroka na gari. Kidogo vile wa Maka kaweza kuja kutumia bunduki. Manzi aweze kubamba ile bunduki bio aweze kuja kulipenda nini? Ni kukata ile pingu. Kupiga risasi. Makosa halina malithi. Ateki makosa mazebu tukeni halina ukipenda malithi. Labda manzi aweza kuja kupata burungo linginero, aweze kuja kukata mkono. Wacha maneno. Na kisha manzi kuweza kuja kutupalia bunduki upande wa kando. Na kisha na maana ile wako na mzogo wa bonake aanze kuvuta cheki. Elewa hana kitu kingine cha kufanya, labda tu aweza kuja kuvuta ni ule mzoga. Exactly aweza kuja kupeleka mahali ambapo ataweza kuja kupata kisu. Ama burungo na bao ni shapa, aweza kuja kutumia kukata mkono. Maskini wa Mungu. Na haya yote ni kwa sababu ya mapenzi. Kwa mapenzi ni moja mtu kipenda Maka alikuwa yompenda kike. Na kwa venye ambavyo manzi akaweza kuja kumangusha jamaa tukipenda Maka aliona hapana. Till death do us, au kilipenda do us part. Na ukisikia kwamba na kutikifu tu ndio ambacho kingaliweza kuja kutenganisha, aliamua hata kana kwamba ameweza kuja kujaga dunia na hiki kiwa tukipenda Megan Fox ataweza kuja kusikia ukipenda uzito. Kufika hapa akapata lile vazi ambalo kwaweza kuja kulivalia ni siku ya harusi. Mwadhani yani jamaa alijua tu ataweza kuja kuniangamiza. Manzi akaweka hadi amkilipenda ataweza kuja kujiangamiza, akaweza kuja kuweka hili vazi ya razi hizi. Lakini sasa manzi iliweza kuja kuonaje?
lile vazi ambalo jamaa wetu akaweza kuja kuliweka upande wa pili pale kuaga nayo Sefa. Na kumbe ndani ya Sefa mtazamaji ndiko mahali ambapo kitapeni jamaa wetu Maka alikuwa yoweka utajiri wote ambao alikuwa nao. Utajiri wote ambao Maka shaweza kuja kupata uko ndani ya hiyo Sefa. Cheki. Na uamini mapenzi na kuka kitu chingine na ambacho ni crazy. Mtu na ambaye kuna password ya Sefa mahali na ambapo pesa zake zote Maka ziliyopo. Ndikike wetu Megan. Amini usiamini. Lakini sasa leo venye ambavyo ilivyo pesa haziwezi zikaja kusaidia kike. Kwa hiyo sababu ni kuweza kuvuta mwili wake Maka mbio. Ameweza kupeleka mahali na ambapo huenda ataweza kuja kupata usalama. Na waache hivyo, aweza kuja kupata kitu ambacho ataweza kuja kukata nini? Mikono zao kidogo hivi. Teremsha na hadi upande wa chini. Na nego kelitohete yesho ni. We. Maskini wa Mungu mazi wetu Megan. Sasa Megan aliweza kumweka jamaa upande wa kando mbio. Na kisha na maana azidi ukilipenda kuvuta. Unaona? Azidi kuvuta. Zidi kupeleka mahali na ambapo huenda ataweza kuja kupata kisu cheki. Walalia hiyo Megan. Maskini wa Mungu mazi wetu Megan shasha. Ateki. Hayo. Mazi ni aweze kutamburuka bio design kama hiyo. Akuingia mahali na ambapo huenda ataweza kuja kupata nini? Ukilipenda burungu akaweza kuja kukata pale kwa mkono. Cheki mtazamaji, na lile vazi ambalo akaweza kuja kulipata ndilo ambazo lo analitumia zaidi kuweza kuja kuvuta jamaa wetu kilipenda Maka. Goja. Sasa aliweza kuvuta design kama hiyo. Ele upande wa rutikando pale kuoga nayo kilipenda garaja. Zaidi ni mapo mahali na mapo manzi akaweza kuja kuamini ataweza kuja kupata kilipenda sharp object. Ataweza kuja kupata burugo kuweza kuja kukata mkono. Ama huenda aweze kuja kufungua ni zile pingu. Aweze kuchomoka hapa. Sasa kiki aliweza kucheka akilia. The king really kaye. Yaani huyo muda wote chali yangu alikuwa anajua mazeli kwa na ukipenda na mcheza. Na wacha hivyo akaweza kuja kuongoja hadi ukipenda the 11th ukipenda anniversary. Ndio wakati ambapo ataweza kuja kunisababishia. Haisiru. Sasa manzi aweze kukuingia upande wa pili cheki. Wacha. Lolo. Lakini kuweza kuja kufika ara zenye hizi mtazamaji aliweza kuja kupata ni kwa simu yake ukipenda kike ilikuwa ara zenye hizi. Lakini kumbe kabla ya Maka kuweza kuja kujiangamiza alijua vitu zote ambazo manzi ataweza kuja kujaribu nini ni kuweza kuja kuzitumia. Na kwa hiyo sababu hadi simu na ilikuwa ni ya kike. Cheki. Sura mambo mahali na papo kike kaweza kuja kuipata na kumbe kubatika Mwenyezi Mungu simu bado ilikuwaga ukipenda yaweza kuja kuwaka. Sasa bio ukipenda Megan aweza kuja kuosha simu yake ukipenda bio aweza kuja kutafuta ukipenda usaidizi wote ambao aweza kuja kupata lakini kujaribu kuwasha no. Simu iliweza kuleta hitirafu na bila shaka ikaweza kuja kujizima. Sasa mazi alishagamwa dhani mazi ntadu kujaribu kutafuta ukipenda burungo yoyote na ambayo yaweza kujikusaidia manzi. Ara zinyo hizi hakuna kisu, hakuna msumari wala hakuna sindano ambayo ukipenda kike yaweza kuja kuitumia ukipenda the time round aweza kuja kufunga upande wa pili ni kuzidi mapingu. Sasa manzi biblia ya mkipendaje kaye kinya hata kile wadhani kujaribu hadi kutafuta pale kwa dustbin anapata tu zile mapeto zidi ukipenda maua kidogo hivi aliweza kuja kupata arazimizi kuna ufunguo wa dinga. Santa sana. Na venye napo sasa akaweza kuja kupata arazimizi kuna ufunguo wa dinga. Ni bio aweza kuja kutumia ule ufunguo. Aweza kuja kuchomoka arazimizi ukilipenda kitu na ruona arushasha. Zaidi aweza kukungira mahali na ambapo huenda kikiwe tukilipenda Megan ataweza kuja kupata ukilipenda usalama cheki. Sura mambo ndugu brother wapenzi watazamaji. Mwanzo aliweza kuja kuvuta ni ule mzoga. Akavuta design kama hiyo na hapa kuna barafu. Snow. Elewa snow mtazamaji inakuwa baridi kuliko barafu. Inakuwa kitu kama vile kipenda negative 97 degrees Celsius. Ubaridi. Na kisha makosa ni kwamba na kutimkike hana viatu. Ameweza kuvalia ukipenda shati na hapa kuna snow. Na ambayo ni baridi kuliko barafu shasha. Maskini wa Mungu manzi wetu Megan. Na ndio manake mtazamaji ni wafahamishaga ukiwa wewe umeweza kuja kuolewa ama uko na kamanzi na pako na kapenda ama chali na ambayo unampenda. Bavarai. Kabla hujaweza kuja kufikiria kuweza kuja kufanya upuzi kama huu, fikiria tena na tena.
Sasa sura mambo kilipenda ujinga namba ukike zaidi mateso namba kilipenda kike hapa bishu yapitia kwa ujinga namba kaweza kuja kufanya akiwa ameweza kuja kulewa kwa muda kilipenda miaka 11 akaweza kuja kucheza jamu kilipenda maka. Haya sasa alichukua maka bio akaweka pale kwa gari na kisha ukilipenda baadaye mazi kajisundo pande wa ndani gai maaga ine todhi, lakini sasa kujaribu kugurumisha gari halina petroli. Thought you would be lighter without all that blood. Manze unatani wewe ni mjanja kuniliko. Ati niko upande wa pili na madamu zako manze nikiziosha. Ila wagoma. Hakuwa ni bora saitana. Sasa mazi kujaribu kugurumisha. Gari halina kilipenda mafuta petroli. Cheki maneno. Elewa gari bila mafuta petroli mtazamaji haliwezi likataburuka. Mwadhani sasa mazi ilianza kudaizi mazi yaka kawezi kakaja kumana design kama nikisha punde sipunde Motherfucker. akasikia hapa kuna kilipenda ngoma namba inacheza lakini punde sipunde akaweza kuja kupata recording namba kilipenda jamaa wetu maka akaweza kuja kuiwacha sasa. Na kumbe kwa ile recording na Bomaka kaweza kuja kuiwacha yofahamisha manzi kwamba na kutisikuga nafikiri kwamba na kututaweza kuja kufika umbali kama huo, lakini kana kumbe mweza kuja kufika umbali kama huu. Asante sana. Mimi nilikuwa mjanja kuliko venye ambavyo ulikuwa unafikiria, ukaweza kuja kuona uhusiano ukipenda na Moiro. Na wacha hivyo mazi mimi ndio namba nikaweza kuja kukuokolea wakati ambapo ulimwengu mzima ulikuwa unakuchukulia ukiwa gaidi. Ukaweza kujiku kama tulikuwa yofaa kupeleka upande wa pili upande wa Kamete prison. Nikaweza kutumia pesa ambazo ni za kwangu maze nikakuokolea. Na mshahara ambao uliweza kujikuona uweze kuja kunilipa nao ni kuweza kuja kuchomoka ukiwa na uhusiano ukilipenda na Moiro. Cheki. Na kwa hiyo sababu na kufahamisha kifo tu ndio na ambacho kitaweza kuja kututenganisha. Ni kweli nimeweza kuja kujaga dunia, but I promise you Megan Fox. Pia wewe hapa kuchomoka itakuwa ni tafasha zaidi, ukilipenda itakuwa ni ngoli moja kubwa tena zaidi ya kuweza kuja kuchomoka ara zenye hizi. Sasa mazi alishagaga mazi anataweza kuja kufanya nini? Mazi niweza kuja kutambuka hapa ni kwa sababu sasa kike ni kuingia upande wa pili pale kwa bafu, akaanza kuoga design kama hiyo zaidi, kitafuta kitu chochote ambacho kitaweza kuja kumsaidia ukilipenda kike. Cheki maneno yotafuta burungo yote ambayo itaweza kuja kumsaidia kike, na zaidi venye ambavyo ataweza kuja kuchomoka upande wa pili, aweza kuja kuchomoka akiwa usalama. Sasa wadhani kaye kike nijitazama pale kwa kioo, anaona kayo atakile nie mazi. Mimi sikuwa nataka kuweza kuja kupitia maovu kama haya, na mtazamaji uweze kuja kukumbuka kwa bana kwaiti mazi akaweza kuja kupatia bukufu zaidi, na ambao ulikuwa ni mkufu wa Diamond. Unaona mkufu na ambao ni wa Beisha mkufu namba mtazamaji na kufahamisha huu ukiweza kupatiwa huu. Wacha venye ambavyo wewe unakuwa ni hasara. Unaona? Wacha venye ambavyo unakuwa ni hasara. Uhasura wote utaweza kuisha. Elewa, bangi sio nyeni. Bangi sio mboga. Tafadhali kama umekunywa bangi, edo kunywa maziwa. Tafadhali. Okay. Barabara. Sasa kiki aliweza kuchomoka design kama hiyo, akuingilia ukilipenda upande wa chini. Ndugu brother wapenzi watazamaji, zaidi mahali na ambapo ataenda kutafuta chochote na ambacho kitakuwa ni cha ukilipenda usaidizi kwa kike wetu kilipenda Megana. Ululu yaye. Makosa makubwa tena zaidi, mwanzo maskini wa Mungu mwanzo utu Megana. Sasa kufika ndani ya ukilipenda garaja alipataje? Hakuna kitu chochote ambacho ni ukilipenda usaidizi, lakini kuna burugo na ambazo zimeweza kuja kuchorwa. Wadhani wa ululu yaye. Eliwa mazi badala aweza kuja kupata kitu ambacho kitaweza kuja kumsaidia, aliweza kuja You can do this. Aliweza kuja kupataje? Zote ni za kuchora. Waacha hivyo. Hakuna kitu chochote ambacho nilichokipenda cha usaidizi kwa kike. Sasa mazi alianza kujiuliza gai, yani kaweza kuja kujiangamiza kwa sababu nambako nilikuwa kilipenda nilikuwa na mcheza kando, na kumbe pia mazi alikuwa yojua mambo mengi na Bomaka alikuwa yoyafanya, lakini mazi hakuwa yojua bonga. Manake kumbe pia ukilipenda jamaa wetu Maka, kuna wakati ambapo kike alikuwa yoosha nguo na ambazo zilikuwa na lipstick.
Zaidi ukilipenda lipstick na mbao jamani kwa inipata wakati na mpameenda kwa wale mamazi wengineo. You fucking hypocrite! Mazewe ni hypocrite. How many fucking times did I wash lipstick and glitter off of your fucking shirt? Exactly. Mazeni mara ngapi na kati na mbapo nikuwa na usho kilipenda lipstick kwa hizo maguo zako na ambazo kwaweza kuja kuzipata kuchomoka kwa mamazi wengineo. Mazee waacha hivyo, unakuja nyumbani ukinuka perfume na yule kwa gani perfume ya Kagore mazee kwa perfume yangu. Na waacha hivyo kaweza kuja kujangamiza tu kwa sababu nikaweza kuja kukucheza. Mazee si hata yule kwa gona nicheza na kwa hiyo sababu tulikuwa 50-50 mazee unanicheza kidogo na kucheza kidogo. Ujireo shoni mutulire hana atia. Mazeti kwa sababu manzi alikuwa anacheza ndio maana yake tayari alikuwa anacheza jamaa tu kitupenda maka. Lakini hayo sio maisha mtazamaji. Hayo sio maisha. Maisha ya kuweza kucheza mtu ambaye unampenda. Hayo bila shaka, hayo sio maisha. Watu wawili ambao wanapendana mtazamaji, hawafai kuweza kuchomoka wakiwa na maisha kama hayo. Okay. Lakini kwa bahati ya Mwenyezi Mungu, Mazi aliweza kuvuta jamaa wetu hadi upande wa juu. Vuta yeye hadi upande wa juu. Zaidi akiamini ya kwamba na kweti ataweza kuja kupata ukilipenda burungu ambayo itakuwa ni ya hoja. Dakisha kiki akajilaza. Na Mazi anajiuliza, alafu chiki jeraha na jamaa akaweza kuja kujipata kwa ile risasi. Cheki kichwa. Wow. Lakini leo mtazamaji, hii ni madhara ya mapenzi. Hii ni madhara ya mapenzi. Sio vizuri uweze kuja kumpenda mtu, uweze kumpa roho yako kiwa yote, uweze kumpromise forever for wasa. Mazuri ya mama mabaya yakiweza kuja kufanyika, tutakuwa na wewe. Wacha hivyo, uweze kuja kuinvest kila kitu na macho nacho kwa sababu ya mapenzi, na kisha bila shaka mtu aweze kuja kukufanyia design kama namba ukilipenda Megan Fox akaweza kuja kufanyia jamaa tukilipenda Aimakasha. Okay. Ndipo sasa Manzi kuweza kuja kutaburuka kufika upande wa juu, kaweza kuja kupata hapa beshi pale kwa ukilipenda na mapicha. Na miongoni mwa mapicha ambazo kaweza kuja kuzipata ni za wakati na mpokilipenda Megan walikuwaga na mbiro ukilipenda muda na wakati wa kwanza wakifanya mapenzi. Mwadhani sorora mambo. Cheki. Na hapa bishi hadi kuna zile picha za wakati ambapo kilipenda kike alikuwa ni mweki naye. Zaidi kilipenda ni Moito upande wa pili. Na Mazi alikuwa kilipenda Gaidi akaweza kuja kusidia na jamaa tukipenda Maka. Cheki sorora mambo. Na kupepa kuna picha yake kilipenda Bobby na mbele kwa kilipenda chari yake Manzi muda na wakati wa kwanza, na bae akaweza kuja kumwingizia ukilipenda kwa uhalifu. Na Manzi anakumbuka exactly ya kwamba na kutikipenda Bobby ndio ambaye alikuwa yomfahamisha Manzi tukipenda Megan wa kuingia mahali ambapo ataweza kwenda kusababisha. Na waache hivyo Mazi aweza kuja kufanya mambo na ambayo kilipenda ni maovu upande wa pili. Wadhani sasa Mazi tena hapa aliweza kuja kupataje nicheze na kupata nicheze, akaweka akapata nikangoma. Lakini kukangoma na bako kaweza kuja kukapata kale kangoma kale hii hakakuga kangoma kama penzi mbali kalikuga nikangoma na bako kufahamisha Manzi kifo hakinaga huruma. Wacha hivyo Manzi ni kweli mimi nikaweza kuja kujijuni ukilipenda kwa kujipiga risasi moja ya kichwa, lakini kwa jambo ambalo utaweza kuja kufanyika kwako ukilipenda Megan Fox Manzi utaweza kuja kujutia mbona ukaweza kuja kunicheza. Na wacha hivyo Manzi ukaweza kuja kujifanya mjanja kuniliko ukilipenda mimi ambaye ni chali yako. Niliweza kuja kusacrifice mambo mengi tena zaidi ili mradi mapenzi yetu mimi na wewe yaweze kuja kuchomoka yakiwa na mapenzi ambayo ni hali ya juu. Lakini mambo yote zaidi mambo na ukaweza kuja kuyafanya Manzi hamna muda na wakati ambapo ukaweza kuja kushuhudia wala kuweza kuja kufurahia mapenzi ambayo tulikuwa nayo. Manzi yakumbuka wakati ambapo alikuwa na Bobby, yakumbuka kwamba na kuti Bobby akaweza kuja kumwingisha kwa uhalifu, lakini Maka akamchomoka ule uhalifu. Kike wetu angaliweza kuja kufunga upande wa pili, upande wa industrial area miaka mingi kuliko vile utaweza kuja kuishi hapa duniani, lakini Maka akaweza kuja kumuokolea. Sasa Manzi alianza the king reeling akijua kwamba na kuti mambo yote ambayo akaweza kuja kufanyika yote yakaweza kuja ukilipenda kufanyika kwa makosa ambayo kilipenda Megan Fox akaweza kuja kuyafanya. Mwadhani sasa aliweza kufunga ile ukilipenda recording na kisha kachukua ile picha ya mjinga. Manzi ni ulimo Manzi siwezi nikarudi ukilipenda maisha ukilipenda yako ukilipenda mweki naye. Sasa anasema hawezi karudi maisha kwa mweki naye. Na waache hivyo kwa mkono akona mtu na ambaye ni mufu.
Na hapa wenda wanapolisi kuweza kuja kudunda dunda. Maze unajua ni asaje. Prime suspect ni kike wetu shasha. Naweza kukumbuka pia ile bunduki na kike akaweza kuja kuipata zaidi na moja mtu akaweza kuja kutumia kujipiga ukipenda marisasi. Kike wetu aliweza kuja kubamba bamba. Kwa ufupi, kunazo fingerprints na ambazo ni za kike wetu kilipenda Megan Fox. Kidogo hivi kuweza kuja kusikiza ukilipenda upande wa pili pale kwa mlangoni, aliweza kuja kusikia kuna mtu ambaye yuabisha sasa. Makosa makubwa tena zaidi ndugu brother wapenzi watazamaji. Mwanzo kike wetu kilipenda Megan Fox aliweza kuja kushuhudia vizuri tena zaidi. Kuna haya mtu ambaye yukuingilia na mazee yobisha. Mazee alikuingilia kafunga kabisa. Akaanza kuuliza ni nani? Mazee wewe ni nani ambaye anakuingilia kote bila hata kuweza kuja kubisha. Jamaa kavamsha nini ya moiro. Mazee kwa nini uko nataka kuweza kuja ukilipenda kunivunja sikio? Pua langu karibu uweze kuja kulingoa. Ulienda atia? Jamaa aliulizwa. No, I didn't send you a message. Jamaa kada uliweza kuja kunitumia ujumbe niweze kukunjilia hapa. Manzi kafamsha nani? Mimi sikuweza kuja kutumia ujumbe. Mwenye namba akafanya hivyo ni bwanangu. Akaulizwa bwanako wako hapa. Mark sent you those messages. Bwanangu ndiye namba akatuma. Is he here? Ako ndani? Most of them. Kitu kama hiyo. Unamaanishaje ukisema kitu kama hicho? Sasa Manzi nifahamishaje moiro? Utone wage ukari. Kile wako watene unagikoro nitwa gitiganire ri. Cheki maneno. Mwathani, Manzi unataka kusema jamaa anaweza kuja gai woraga. Na wajita, nigira tunyito tu nawe. Jamaa didai never. Leo mpenzi, mtazamaji mapenzi mnadanganyagwa mtu anakupenda. Jamaa gai ni digitoro thi ni ndo wako. Manzi mimi hata sikujua hata tujoi ni ojoe. Ati unanijua? Shwe. Mimi hata hujaiweza kuja kuniona, niona dakinya goko ni bahati. Sasa jamaa alionaje? Mwanzo Manzi uko mashakani. Aliweza kujisunda upande wa ndani. Akaweza kuja kuulizaje Manzi? Umeweza kuja kupiga wana polisi mawasiliano. Manzi akafahamisha kwamba na kutisini ukipenda simu zaidi kuweza kuja kuita ukipenda wana polisi. Na wacha hivyo, sio mimi namba nikaweza kuja kunyuria bwanangu. Jamaa akaweza kuja kuulizaje Manzi? Manzi shati lako limeweza kuja ukipenda damu design kama hiyo. This is why I try to call you. Na kisha unadai kwamba na kutuwesi namba kaweza kuja kuangamiza ukipenda bwanako. Huona upuzi mkubwa tena zaidi. Na kuna uhakika kwamba na kutuwende mtu namba kaweza kuja kusika zaidi na kifo cha bwanako. Alafu unajua ni asaje? Manzi ukishiko hapa utaweza kuja kufungwa miaka mingi kuliko vile utaweza kuja kuishi hapa duniani. Do you have a plan? Wash your face. Manzi unafaa kuosha ukipenda sura, uweze kuja kusha hayo maguo. Manzi akafahamisha sio mimi namba nikaweza kuangamizana. Why? Mbona? Do you think that I did this? Unafikiria kwamba nikutiminde na mimi nikaweza kuja kusababisha? Jamaa ka Daisy. Okay, so let a cop. Lakini una polisi kukuja hapa atataka kujua kwamba nakutikana kwamba ni wewe namba kusababisha ama kana kwamba si wewe namba kuweza kuja kusababisha. Wana polisi ukifika hapa, Manzi utaweza kuja kwa ndani. Alafu unajua ni asaje? Ni digete guikio thini, ni ulimo waku. Ni upuzi wako na ambao kuweza kuja kufanya. Manzi kufahamisha sio mimi na bali nikaweza kuja kumnyolia. Jamani weza kuja kuchukua bunduki, akaweza kuja kujipiga risasi moja ya kichwa, akaweza kuja kujiona kando. Lakini jambo tukilipenda moiro, akafahamisha Manzi unajua ni asaje? Mazee. Jambo la kwanza ambalo unafaa kuja kulifanya ni kujua venye ambavyo hizo malodhi ambazo ziko na damu na ambazo ndizo nazo, venye ambavyo zitaweza kuja kuchomoka. Na kisha baadaye uweze kuja kuoga mbio na mazee. Wana polisi wakiweza kuja kufika hapa, ukuwe wewe ni msafi na tuweze kusema kwamba nakuti hatujui kitu ambacho kikaweza kuja kufanyika. Lakini Manzi kadai sitaweza kuja kudanganyana, nitasema kweli wa mambo. Ya kwamba nakuti bwanangu aliweza kuja kujiangamiza, alafu unajua ni asaje alijiangamiza kwa sababu yako. Sasa mwiro alionaje? Kuliko pia mimi niweza kuja kuingishwa kwa hiyo mesa, Manzi nitakusaidia sasa. Lakini pundi si pundi. Wakati ambapo wanabonga design kama hiyo, waliweza kuja kuona traka. Na kumbuka kitu ambapo Moirole kwa hiyo kuingilia razimizi, maili kama 200 kuchomoka mahali ambapo hili nyumba liliopo. Lile traka lilikuwa limeweza kuja kupakiwa sasa. Cheki maneno. Na ukisikia kwamba na kutiririra track lilikuwa limeweza kuja kupakiwa. Ndugu brother wapenzi watazamaji, track linakuingilia. Manzi kuweza kujikulizwa kwa kwamba na mgeni asiyemtarajia. Manzi kuweza kusemaje? Manzi kuna mtu ambaye alikuwa anafaa kuingilia hapa na hata watu ndio wanapenda kuingilia Manzi si wajui. Jamaa kafahamisha Manzi, fuka na ufunge kabisa. Na isipokuwa mimi na bali nitaweza kukuingilia upande wa ndani. Manzi usifungue mdomo ukipenda mlango.
kidogo hivi lile traka liliweza kuja kudunda dunda, na kisha na maana lile traka kuweza kuja kudunda, akaweza kuja kuchomoka jamaa atambulika naye kama vikipenda Jimmy. Selasia cheki, kuna jamaa atambulika naye kama vikipenda Jimmy na ambaye aliweza kuja kudunda dunda na kukungira mahali na ambapo Moiro aliyopo. Santa sana. Gotta come back another time. Sasa Jimmy akaweza kuja kufahamishaje Moiro, sisi ni watu kilipenda wa kutengeneza vitu kama vile kipenda pipe na vitu zinginezo, na kwa hiyo sababu tumekuingilia hapa kuweza kuja kufanya nini, ni kurepair. Lakini Moiro akafahamisha unajua ni asaje, mwenye nyumba hayuko. Unaona, mwenye nyumba hayuko. Najua mwenye nyumba hayuko, unaweza ukatambuka utaweza kuja kurejea baada ya siku kadha wa kadha. Jamaa akasema kana kwamba ningekuja hapa ningelipwa 2,000. Jamaa kamfahamisha hiyo ni 2,500 kwa heri ya kuonana. Lakini kumbe Jimmy kwenda kuchomoka dugu brother, wapenzi mtazamaji. Mtazamaji, Jimmy alikuwaga amekuingilia hapa na Bobby. Na kumbe Bobby ni yule jamaa ambaye alikuwa na mpenzi wake Megan muda na wakati wa kwanza. Zaidi jamaa ambaye kuweza kuja kusikia kwamba nakuti walikuwaga wahalifu, walikuwaga ni wezi wakiwa na kike wetu Megan. Ndiye jamaa ambaye aliweza kuja kudunda dunda na Jimmy. Na wachiki Jimmy aliweza kuja kufahamisha jana Moiro, mtaweza kuja kukuingilia wiki ijayo, ndio wakati ambapo mwenye nyumba atakuwa. Lakini wakati ambapo na bonga design kama hiyo, so ramamba ndugu brother, wapenzi watazamaji, aliweza kuja kuchomoka jitu kwa jina la Bobby. Makosa hayo. Na kiki kaweza kuja kujificha upande wa pili. Na cheki Bobby anafahamishwa ama kitipenda Jimmy anafahamishwa waweza kuja kuchomoka. Bobby alikuingilia. Na kisha Bobby kuweza kukuingilia bila hata kuweza kuja kubonga na Moiro. Sukumia Moiro daga design kama hiyo. Na kisha maskini wa Mungu wololo. Maskini wa Mungu jamaa wetu Moiro akaweza kuja kupitishwa na ule mlango, kuweza kuja kuweka upande wa ndani. Cheki maneno. Na zaidi mahali ambapo wakaidi wanakuingilia, iko mahali ambapo ndipo maskini wa Mungu kike wetu kilipenda Megan Fox. Wacha ile watu waweza kuja kujua mbona kilipenda mjinga, akaweza kuja kukuingilia sasa. Adhani sasa Jimmy aliulizaje Bobby, maze tulikuwa tumekuja hapa juu ya mwanamke, mbona ukaangamiza mwanaume? I'm sorry. Maze pole sana. Mimi sikuwa nataka ukufe. Akaulizaje Bobby? Maze Bobby tulikuwa tunakuja hapa kwa sababu ya mwanamke. Mbona uweza kuja kuangamiza mwanamume? Na waache hivi jamaa mweza kuja kunipa 2,500 nimeweza kuja kufahamisha. Maze ningaliweza kuja kupatiwa 2,000, akaniongezea hadi 500. Lakini Bobby akaweza kuja kusemaje? Diamond ndio kitu ambacho kikatuleta hapa, na kwa hiyo sababu maze atuchomoki hapa bila Diamond. Okay, ndogo. Ni ukweli unasema tutachoka hapa bila Diamond, na huyu ni mtu ambaye ameweza kuja kukufa. Jimmy akafahamisha tulia. Jamie holera. Tulia bro. Maze unajua ni aje? Maze tumekuja hapa kuweza kuja kupata utajiri. Na kwa hii nyumba kumeweza kuja utajiri, na kwa hiyo sababu tuliza akili yerakau. Na mimi nipite upande rote kando. Maze tuweze kuja kutafuta mahali na ambapo kiki aliyopo. Maze kiki aweza kuja kutupatia kitu ambacho tunakitaka. Mtazamaji, ile wanikaweza kuja kukufahamisha Maka alikuwa nayo sifa. Na kumbe hawa magaidi ndugu brother, wapenzi watazamaji, waliweza kuja kulipwa na Maka. Na wakafahamishwa kwamba na kwa eti wakifika hapo wataweza kuja kupata kike namba ako na combination number. Unaona? Ako na combination number ya kuweza kuja kufungua sifa. Na Jumaka alikuwa anajua ataweza kuja kujinyulia, akajua kwamba na kuti magaidi wakifika hapa wataweza pia kuja kupata combination number, na bila shaka wakipata zile Diamond waweze kuja kunyulia nani? Ni kike wetu Megan. Na yule jamaa kujina la Bobby akona hamaki mbaya mbovu, na amejama kama Sky Go kwa venye namba vyo one time. Eti wakati ambapo mjinga akaweza kuja kukamatwa na kufungwa miaka 10 pale gerezani, huyo kiki tabulika kama vile kipenda Megan aliweza kuja kukolewa na Maka. Na gaidi ufikirie kwamba na kweti wakati ambapo akaweza kuja kukolewa na Maka, Megan Fox aliweza kuja kuchomoka na pesa ambazo wakaweza kuja kuziba ukilipenda upande wa pili.
Elewa Jimmy akaweza kuja kufahamishwa aweza kukuingia mahali na ambapo kiki aliyopo. Na ndio maana yake naye Jimmy mtazamaji kimcheki. Jitu kwa jina la Jimmy anazidi kutaburuka mdogo mdogo. Na zaidi ya chomoka design kama hiyo akikuingia mahali na ambapo kiki aliyopo. Fuata damu mdogo mdogo. Elewa ni Jimmy. Cheki maneno. Na kuweza kuja kufika pande aya. Kugugo ni kugathie. Hivyo ndivyo ambavyo kiki akachomoka. Niliona maskini wa Mungu mzito kipenda Megan Fox. Megan Fox yuwazidi kuvuta vuta kipenda mzoga wa bonake. Ile kiki hajaweza kuja kujifungua pale kwa mkono. Yuwavuta vuta mzoga wa bonake na bila shaka kaweza kuja kuleta upande wa pili zaidi kwa warehouse design kama hiyo shasha. Na kwa bahati kwa Mwenyezi Mungu kike wetu kuweza kuja kufika hapa akaweza kuja kupata kuna kimara. Asante sana. Na venye ambavyo kuna kimara upande wa pili itakuwa afueni kwa kike wetu kilipenda Megan ni kuweza kukata mkono bio bio aweze kuchomoa kilipenda. Ni nini? Ni zile pingu. Lakini mkono na bokiki ataweza kuja kukata sio mkono wako wake. Aliweka mkono wake mark design kama hiyo na kisha inda kata mdogo mdogo. Na wakati ambapo anakata ndio wakati ambapo kilipenda Jimmy anakugira na kumbe Jimmy anakuaga jokopai. Mtazamaji, Jimmy anakuaga jokopai ni wakati ambapo anadunda kidogo vimazi atisikia siku zeo akaweza kuja kujiagusha akijifanya kwamba na kutipia ameweza kuja kujaga dunia. Sasa wacha Jimmy aweze kufika pande wa ndani aone watu ni wawili ambao wameweza kuja kudedi na waacha hivyo kuna mmoja ambaye ameweza kuja kukata mkono gaye mazebo na watu wanakufa design kama hiyo na kisha kuna watu ambao wameweza kuja kukata mikono. Tizama sura mambo kilipenda Jimmy. Cheki. Mdogo mdogo. Jimmy alirudi bio. Oi guy, nimeona watu wamekufa. Watu wawili wamekufa na wengine wamekatwa mkono. Sasa jamaa alichomoka bio bio kaanza kumuita Bobby. Akafahamisha Bobby tuelekee upande wa pili. Nimeweza kuja kuona mwanamke na mwanaume kwa hiyo ya hosa. Na waacha hivyo. Maze unajua ni aje? Maze nimewacha watu wameweza kuja kujinyuria. Lakini gaidi kuweza kuja kufika upande wa pili. Hata wamuona ha. Maze nimemuona hapa. Alikuwa hapa na maze nikamuona na macho zangu zote mbili. Na mbona huku muona na macho tatu? Jamaa akasema nimemuona na macho zangu mbili ya isi. Kutizama. Ni kweli kuna mwili wake ukilipenda maka. Lakini hakuna mwili wake kike. Kwa ni kike yuko wapi? Na mkono ndio kaye. Mazi hiyo ni mkono ya mtu. Mazi ni mkono ya mtu unamulika na tochi design kama hiyo. Kike ameenda wapi? Gaidi kuweka tochi upande wa chini. Chiki mahali na ambapo kike wetu umeweza kujificha. Tizama. Ndio huyo manzi. Na gaidi kaweza kuja kufahamisha Jimmy. Hatuwezi tukachomoka hapa kabla ya kuweza kuja kupata kike. Elewa mtu ambaye kaweza kuja kutupa kazi ni huyo mjinga. Mkono wake ndio ukilipenda fingerprint yake ndio ambayo tunaitaka pamoja na combination number. Na mtu tu ambaye anajua ile combination number ni yule kike kwa jina la Megan. Na kwa hiyo sababu Jimmy akaweza kuja kufahamisha na Johnny asaje lazima tuweze kuja kujua mahali na ambapo Megan aliyopo. Lazima Megan aweze kuja kupatikana ili mradi aweze kuja kutupani hiyo combination number. Okay ya barabara. Angalia sura mambo ndugu brother wapenzi watazamaji. Mwanzo gaidi alionaje? Kike hana viatu. Na kana kwamba kike hana viatu itakuwa ni vigumu tena zaidi kwake kike. Unaona? Itakuwa ni vigumu tena zaidi kwake kike kuchomoka mahali na ambapo kuna barafu aina ni ya snow. Itakuwa ni vigumu tena zaidi ya. Na kwa hiyo sababu gaidi akaweza kuchukua mimi kwamba nakutipenda kike. Kike wetu Megan Fox bado yuko pande wa pili zaidi ukilipenda kwa lile jomba. Na kwa hiyo sababu ukilipenda gaidi pamoja na Jimmy na Bobby wazidi kutafuta mahali na ambapo kike wetu Megan aliyopo. Lakini kumbe Megan hapa kuweza kuja kutazama aliweza kuja kuona kuna gasolina. Elewa gasolina ni mafuta petroli shasha. Na kuweza kuja kupata hapa kuna gasolina akaweza kuja kujua kwamba nakuti ataweza kuja kuchukua ile gasolina mbio mbio aweza kuja kupeleka mahala na ambapo unaona aweza kuja kupeleka mahala na ambapo lile gari ambalo kike wetu alikuwa yotaka kuweza kuja kuhepa nalo mahali na ambapo liliopo sasa. Asante sana. Na kumbe Bobby bado anatafuta keha kidogo hivi jamaa kuweza kuja kufika mahali na ambapo safe iliyopo kucheki combination number ambayo ilionao Jimmy alimfahamishaje. You want to change the blow when it open?
Not without turning everything inside into dust. Exactly. Tukijaribu kuweza kuja kulipua hii safe, hili jumba lote litakuwa jivu. Na wache hivyo, huenda hata pesa na ama kitupenda vitu ambazo ziko pande wa ndani tukaweza kukosa kuja kuzipata. Kitu tuna ambacho tunafaa kuja kukifanya ni kupata yule kike kwa jina la Megan Fox. Na kisha na maana aweze kuja kutupa combination numbers. Unaona? Elewa kike ndiye namba iko na zile combination numbers. Na ni combination numbers ambazo ukitupenda magaidi mtazamaji wanazitakataka sasa. Okay ya. Barabara. Angalia sura mabudugu brother wapenzi mtazamaji. Mwanzo gaidi lisemaje? Chukua hicho video, enda mahali ambapo kilipenda jitu kwa jina la Mark liliopo. Ukate mkono, lakini Jimmy alidai never. Manze siwezi nikaenda mahali ambapo jamaa aliyopo niweze kuja kumkata mkono, na kwa hiyo sababu nitaweza kuja kumleta akiwa mzima na kike wetu Megan. Maskini wa Mungu, kike wetu Megan anajaribu kuweza kuja kuvuta ile gasolina aweze kupeleka mahali ambapo gari liliopo, aweze kuja kutumia lile jipa kuweza kuhepa na kuchomoka ni ardhi mbio shasha. Okay ya, angalia sura mambo ndugu brother wapenzi mtazamaji. Mwanzo kike wetu ni mbio shasha kwenda kuonekana akaweza kuja kurara nini ni kwa ile barafu. Cheki naye jamaa kukasirika, wila wa goma ratu muhalia mundu mukuari maziati niweze kuja kuleta ukilipenda mwili wake, na ni jambo ambalo maziali ukilipenda hanifurahishi. Jamaa ameleta shida kwa kuweza kuja kutuma mahali na ambapo Mark aliyopo aweze kuja kuleta mwili wake. Sasa naye kike mbio zidi kuvuta ile gasolina aweze kuja kupeleka mahali na ambapo kuna nini, kuna lile ndaye shasha. Asante sana. Aweza kulipeka mahali na ambapo ndai liliopo. Cheki naye Jimmy alianza kupiga calculation. Yaani gue modu mkuo mazeni weze kuja kubeba mtu na ambaye weze kuja kuyaga dunia. Ila wa goma Satan. Ololiaye. Sasa chiki venye nabove nainua jamaa ila wa goma Satan. Mazini avuta mtu na ambaye mweza kuja kudedi mwani kwa ukilipenda mimi kwa ni mwana mususi na. Kumbi nayo Bobby, mtazamaji, Bobby kuchomoka upande wa nje ndani ya warehouse aliweza kuja kusikia kurugushu paragasha. Design kama hiyo akaweza kuja kugundua mahali na ambapo kike wetu Megan mahali na ambapo aliyopo. Ile ndio wakati ambapo Megan yujaribu kuweza kuja kurifila na kuweka lile ndai ukilipenda gasolina ndio mafuta petroli. Sasa kidogo hivi manzi aliweza kuja kusikia footsteps. Kuna mtu ambaye anakuingilia zaidi akaweza kuja kusikia kiatu nambari 56 zaidi kiatu chake Mutua kina kuingilia. Sasa we maskini wa Mungu, manzi wetu Megan walele yae Bobby kuchungulia upande wa chini. Mazi hayuko hapo. Bobby mdogo hapa chiki. Yutafuta mahali na ambapo Megan aliyopo. Kuzunguka alimkosa Megan, lakini akaweza kuja kuona hapa kuna barafu. Na hiyo ni ishara kamili ya kwamba na kuna mtu ambaye alikuwa hapa. Sasa kimadharau ukilipenda Bobby alionaje? Kana kwamba mazi anajaribu kuweza kuja kutumia hili ndai ya hepe. Gurudumu moja ndai. Jamali ya kuiona kando. Design kama hiyo shasha. Ikiwa na ishara kwamba na kutimazi kijaribu kutumia hili ndai, hamna venye na Bobby kilipenda kike ataweza kuja kutambuka wala kuchomoka ardhi na kuhepa mahali na ambapo gaidi aliyopo. Cheki maneno. Kumbe mazi aliweza kuchomoka upande wa pili na kisha na maana akaweza kujiseti ndani ya jumba. Ululuyaye na kupepa kuna kapanya ruta. Mbio mazi alijiseti upande wa ndani. Shasha. Makosa makubwa tena zaidi. Mwanzo mazi kujiseti upande wa pili. Gaidi naye kwenda kuchomoka aliona karugufe mahali na ambapo kike aliyopo. Na kuweza kuja kucheki kale karugufe. Gaidi kaanza kukunjira mahali na ambapo Megan aliyopo. Na kwa sababu Megan tena ni mbio kuweza kuja kujaribu kuhepa zaidi kuchomoka mahali na ambapo gaidi aliyopo. Maskini wa Mungu, manzi wetu Megan. Oyo yai ako na maadui mengi kuliko venye na nyama choma inakuwa na maadui. Mazi upande wa mpili ukilipenda ndani ni ya lile nyumba shasha. Oye Megan, niliwa hawezi kachomoka hapa, hawezi kataburuka wala kuweza kuja kuchomoka ardhi. Manake mahali na ambapo Megan anafaa kuweza kuja kukuelekea ni mahali na ambapo ni bali.
Na ukisikia kwamba Nakuti ni mahali ambapo ni mbali, ni mahali ambapo kilipenda Megan hangaliweza kuja kufika hivi kilipenda mchezo. Labda tu aweze kuja kuchomoka na ndai kukuingilia upande wa pili. Na gaidi anafuata mdogo. Wah! Gaidi mtazamaji anafuata mdogo akikungira mahali ambapo kike kilipenda Megan aliyopo shasha. Kidogo hivi walisikia gari inapiga honi. Mazina namba yakaweza kuja kupiga honi. Ile wanaweza kaweza kuja kutumia ule fungo wa ndai, akaweza kuja kubonyeza design kama hiyo, akabakisha kidogo sana kuweza kuja kupatikana upande wa pili na kuweza kuja kubabawambua. Sasa jamali kuingia mfunguni mwa gari, akaweza kuja kukatakata zile mawaya ambazo zinafanywa kilipenda nini? Ni ile honi iweze kuja kupiga sasa. Nikisha manzi wetu Megan kufika hapa aliweza kuja kupata moiro. Kaye. Mazi mimi ndiye ambaye kuweza kuja kukusababishia juu. Kana kwamba singa aliweza kuja kuchamukanikiwa mtu ambaye anaidhia kucheza kando na mimi ni bibi ya wenyewe. Ni hii ni tabia mbaya mtazamaji. Ukiwa wewe ni bibi ya wenyewe, zaidi na mbona uweza kuja kuolewa, mbona uweze kucheza kando? Ili wanaume wanakuwa watu wa kuaminika. Wanaume kama sisi ambao tumeweza kuja kuoana, tunakuwa watu wa kuaminika. Na hakuna wakati ambapo tunaweza kuja kusababisha mambo kama hayo. Sasa kumpi naye Bobby aliweza kuja kufunga kabisa turugufi wote namba tutuko arzinizi, akadai watafute manzi. Lakini jima nafahamisha na John Yaseje, manzi yetu nafaa kwenda. Mwanzo huenda yule manzi atapata mawasiliano, aweze kuja kupiga wana polisi, waweze kuja kudunda hapa, waweze kuja kutufanyia madhambi. Lakini Bobby kafahamisha Jimmy, manzi na John Yaseje, huyo kike atabulikana kama vile kipenda Megan, tulikuwa tunafanya wizi tukiwa na yeye. Na one time tukaweza kuja kutekeleza wizi, na baada ya kutekeleza wizi akaweza kuja kuiba pesa zote ambazo tulikuwa nazo. Na kwa hiyo sababu ili kuweza kuja kulipa kwa venye akaweza kuja kutufanyia, anafaa kuja kutupa zile diamond. Na tumia akili kazi iweze kuja kufanyika. Mtu tu ambaye anaweza kuja kutupa zile diamond ni manzi kwa jina la Megan. Sababu ni gani? Yeye peke yake ndiye ambaye anajua zile combination number. Alafu na John Yaseje, tafadhali Jimmy, manzi waacha kuogopa. Kabla wana polisi wakuwa wamefika hapa, tutakuwa tumeweza kuja kupata diamond, na bila shaka tuweze kuhepa. Tumia mlango wa nyuma, ni tumia mlango wa mbele, tuweze kufumania mahali na ambapo kike aliyopo. Aya, sasa mageni Roma kuchomoka design kama hiyo, zidi waweze kuja kufumania ukilipenda kike wetu Megan. Olale yaye ndogo. Lilo mtazamaji ni kufahamisha kinagaubaga, Jimmy hataki kuwa hapa. Mwanzo Jimmy anaona wanakosea. Anaona ya kwamba Nakuti liangamiza Moiro ambaye kampa 2,500 bila hata kumlipisha shilingi hata moja. Moiro akaweza kuja kudedishwa. Na sasa waache hivyo, gaidi kwa jina la Bobby anatakaweza kuja ukilipenda nini? Ni kutambaliza kike. Sasa wakaweza kuja kuona kwamba Nakuti kike alifika hapa, akaweza kuja kuiba viatu zake ukilipenda. Jamaa wetu Moiro. Na baada ya kuweza kuja kuiba zile viatu, kike ameweza kuja kutamburuka. Lakini Bobby akaweza kuja kusemaje? Kike hayuko mbali. Manake ili manzi kuchomoka hapa, anahitaji gari. Na gari na bolo manzi anaweza kuja kulitumia, mazeni kaweza kuja kulionaona ukilipenda nini? Upande wa kando. Na kwa hiyo sababu bado kike kwa jina la Megan yuko zenye hizi. Okay ya, cheki maneno mdogo taratibu tena zaidi ya jitu kwa jina la Bobby alianza kutafuta mahali ambapo kilipenda Megan Fox. Megi jina lake la sinema, mahali na ambapo aliyopo. Na upande wa chini kwa chini bado Jimmy, mtazamaji jamaa wetu Jimmy yuatafuta mahali na ambapo kike aliyopo. Kidogo hivi alianza kusikia konyo kokok. Elewana mlango na ambao ujifunga ukilipenda ni zenye hizi. Mdogo taratibu dizini kama hiyo hapa ukilipenda, bila hata kuweza kuja kuchomoa masauti ya aina yoyote ile. Wanachunguza na zaidi kutafuta mahali na ambapo kilipenda Megan Fox. Megan Fox mahali na ambapo aliyopo shasha. Mdogo taratibu
tena zaidi shasha. Wa na gadidi yuko gangare stand by tena. Gaidi yuko gangare stand by tena zaidi ya ikiwemo jitu kwa jina la Jimmy. Gaidi upande wa nje na jitu kwa jina la Jimmy yuko upande wa ndani, na bila shaka yatafuta mahali na ambapo Megan aliyopo. Chiki sasa mahali na ambapo Megan akaweza kuja kujificha sasa. Lakini kitu hivi Gaidi aliwekera kwada kile mshopanda wa chini na kike wetu Megan ni yenyumete jire ukigwa kwa bana mechomoka pande wa Nyeri. Sasa mimi ni mtu na bani hatari kubwa tena zaidi ya sasa, naye kike bio aweze kuja kutafuta ukilipenda ufunguo ndai ama ukilipenda simu na mbona aweze kuja kupiga ukilipenda mawasiliano. Ni wana polisi bio jitu kwa jina ukipenda Jimmy sasa aliweza kufika mahali na popo Bobby aliyopo. Akafahamishaje Bobby maze unajua ni yaseje Bavarai tunafaa kuwepa wekelewa na mazi design kama hiyo ikiwemo Jimmy upande wa kando. Goja kisha manze kafunga kabisa. Akaweza kuja kubomoni ukilipenda mlango ukilipenda kuharibu ni ule mlango, na kunyesa Bobby itakuwa ni vigumu tena zaidi kwa wale ukilipenda magaidi kuweza kuja kuchomoka ukilipenda upande wa pili. Cheki maneno na kisha kikiwe tukilipenda Megan Fox aweza kuhepa, lakini kwenda kuhepa Gaidi alidunda na kisha na maana goja mazi aliamua kupiga 911, lakini kabla hajaweza kuja kupiga mawasiliano kike wetu pande wa kando na kisha kafahamishwaje ukava mono mazi Jimmy akaulizaje amepiga wana polisi. We gotta get out of here. Mazi tunafaa kuchomoka hapa mbio kana kwamba ameweza kuja kupiga wana polisi. Akafahamishwa tulia kijana, wanaruona na rumenya hajaweza kuja kupiga wana polisi, na kana kumbe wana polisi utafika hapa itaweza kuja kuchukua muda, na waache ujiga na bolio nayo tumia akili kazi iweze kuja kufanyika. Tumekuja hapa kuweza kuja kufanya uperebaji, tunataka diamond, na zile diamond itakuwa ni malipo ya venye na ukilipenda kike akaweza kuja kunifanyia Satan kwera kabisa. Oi, sasa mtazamaji, jamaa maskini wa Mungu, jamaa wetu aliweza kuja kwa nini ukilipenda upande wa kando na kisha chukua teke mbayo mbovu. Baada ya kuweza kuja kusukumwa teke design kama hiyo kikiwa tukilipenda Megan Fox. Maskini wa Mungu mazi wetu Megan Fox shasha. Ile ndio wakati ambapo kilipenda kike yuaje hisi sasa. Sasa manzi kuweza kuja kujihisi Gaidi ni mfahamishaje Vavarai na manze paliweza kuja kujipata kwamba na kutetena, akaweza kuja kufunganishwa na mzoga na mbona ubonake. Manze akaweza kuja kufahamishwa na Gaidi bonako zidi na mbona akaweza kuja kumungamiza. Mwanzo kila mtu anaamini kwamba na kutimanze akaweza kuja kuangamiza bonako, na mbona akaweza kuja kumungamiza ndiye ambaye akaweza kuja kutulipa. Akatufahamisha kwamba na kufungua hii safe, unaona kuweza kufungua hili safe tunafaa kuweza kuja kutumia ukilipenda mkono wa bonako na combination numbers na ambazo unazijua sasa, na kwa hiyo sababu tunataka uweze kuja kutupani zile combination numbers tuweze kupata diamond ambazo ziko ukilipenda upande wa pili, na bila shaka baada ya kuweza kuja kupata zile diamond tutaweza kuja kutabaruka. Na Gaidi yuko serious chao nini yotaka kuweza kuja kusababisha ukilipenda manzi Mazee unajua ni yasaje, mazee utaweza kuja kulamba nyasi. Tufahamisho ukilipenda combination numbers. Lakini mtazamaji, jamaa wetu Jimmy alianza kuona hapana. Tukaweza kuja kuangamiza Moiro na newega mono. Moiro wa Kadidi. Lakini sasa mbona tuweze kuja kuangamiza kike ambaye hajaweza kuja kumkosea mtu wa aina yoyote. Kike hajaweza kuja kukosea mtu yoyote, hajaweza kuja kufanya mtu yoyote ukilipenda madhambi. Na waache hivi ukilipenda mjinga, yotaka kuweza kuja kusababisha ukilipenda kike. Jamaa aliona hapana, Jimmy weko kando. Lakini Jimmy hapa aliweza kuja kuona, onawe ukilipenda Bobby uko na upuzi. Wacha. Eloi yotaka kuweza kuja kusababishia kike kwa venye ambavyo kike mweza kuja kukata baadaye tena, hataweza kuja kumfahamisha. Na hapa nataka kuweza kuja kumkatakata vidole. Kidogo vilifahamishwaje? Mazee hata wewe Bobby umekaa sana. Ni woki ya muno. Cheki. Na kwa sababu na kwamba uweza kuja kuachilia kike, ataweza kuja kufanya venye ambavyo nataka, sio venye ambavyo nataka Bobby. Ni kweli Bobby ukaweza kuja kunileta hapa, tuweze kuja kupata ni zile miado, lakini mazee wewe nikana kwamba uibilisi umeweza kuja kukuingia. Nipe bunduki Jimmy. Give me the ukilipenda the gun. Jamaa alimwambia usio ni ulimo, mazee kalia nikubebe juu.
sikupi bunduki, kaa kando, la sivyo usipoweza kuja kuka upande wa kando nitakufitua risasi na niko serious cha nini mazeni kuone kando, na ukichomoka waache kisu. Jamali weka chile ya video upande wa kando na kisha baadaye akaweza kukunjira upande wa kando na kisha kamulizaje Jimmy, alafu kwa venye ambavyo umeweza kuja kunihanda unataka kudu? Okay. Come on, what the fuck are you gonna do then? Yeah, what the fuck are you gonna do then? Utaweza kuja kufanya nini? Akafahamishaje kike? Manze mimi sitaki kukuangamiza kama venye ambavyo Bobby anataka kuja kukuangamiza. Tupatie combination number ya kufungua sifa. Baada ya kutupatia combination numbers, manze kila mtu atachomoka hapa akiwa uhai. Lakini Bobby akafahamishaje Jimmy, manze tukitomoka hapa tukiwa uhai sisi wote, kike ataweza kuja kutupatiana kwa wanapolisi. Na kwa sababu tumia kile kazi iweze kuja kufanyika. Kike kafahamisha Haisiru, nitaweza kuja kuwapa nini? Combination numbers. Lakini kabla sijaweza kuja kuwapa combination number, lazima muweze kuja kunifungulia ni hii pingu. Hizo ndio demand ambazo nizo nazo. Muweze kunifungulia pingu na bila shaka mkiweza kuja kunifungulia hizi pingu exactly nitafanya nini? Nitawapa combination numbers. Well, let's hurry it the fuck along then, shall we? Sasa Bobby kafahamisha hiyo ni ulimo. Maze ufungue huyo kike pingu. Maze aweze kutucheza na aweze kuchomoka bio akose kutupa kitu ambacho tunataka. Lakini Jimmy yuko serious yo. Nini? Aliweza kuja kuchukua kilipenda toolbox akaamua kuja kufungulia kilipenda manzi ni zile pingu sisha. Na kisha kike akiweza kuja kufungua zile pingu, aweze kuchukua papa kilipenda zile combination numbers. Na kike yuko kwamba na kutima gaidi ukiweza kuja kupata combination numbers hawatakuwa na hoja ukilipenda na kike, ila tu kuweza kuja kumangamiza kike wetu ukilipenda Megan Fox. Okay, nipe bunduki na leta combination numbers. Manze kufahamisha combination numbers ilikuwa ni siku ya wakati ambapo nikaweza kuja kuolewa 6th July 2011 ndio wakati ambapo kilipenda kike akaweza kuja kuolewa. Santa sana. Na kumbe mjinga kuweza kuja kupata ukilipenda ile combination numbers akaweza kuja kutumia fingerprints za mjinga na kufungua upande wa pili. Lakini sasa kitu ambacho liweza kuja kukipata, nataka usikize maandishi ambayo mjinga akaweza kuja kuyapata. Yameandikwaje? Sikiza. Sikiza mtazamaji hapa, sikiza. Diamonds you seek, they're close to our heart. Exactly. Diamond ambazo magaidi mnazitaka ziko karibu na roho yake kike. Kike kaweza tu kuja kugundua kwamba na kweti ule mkufu namba kaweza kuja kupatiwa na mjinga kujina ukipenda maka ulikuwa gandio Diamond. Na ile Diamond haiwezi ikaja kukatika kutumia chuma ya aina yoyote. Na manzi akafungwa na kufungwa kabisa. Ikiwa na maana ya kwamba na ili kuweza kuja kupata Diamond, labda tu waweza kuja kukata kichwa ni chake kike. Elewa kike aliweza kuja kufahamishwa na jamaa till death do us part. Hadi kifo kiweze kuja kututenganisha. Jimmy hata kimanzi aweze kuja kuangamizwa, kujaribu kutumia kilipenda pipe bridge ama kilipenda burugo mzito kama hizo. Mkufu ulikataa kukatika. Mjinga kwenda kupiga marisasi. Elewa lile bunduki halikuwa na marisasi. Sasa wakaweza kuja kuanzana na kike wetu kilipenda Megan Fox na yeye mtu tukipenda Jimmy. Jimmy upande wa reverse anasaidia kike ili mradi kike siweze kuja kutambalizwa na huyo mjinga kujina la Bobby Shasha. Lakini Bobby kichiki mahali na Bobby kilipenda pesa ziliopo aligongesha maskini wa Mungu Jimmy design kama hiyo. Jimmy maskini wa Mungu Jimmy. Nikisha maneno. Sasa kuona Jimmy amededi rifahamishaje kike. It is all your fault. Wewe ndiye ambaye kusababisha Jimmy aweze kuja kuiaga dunia. Na ukisikia kwamba na kutuende na mambo aweze kuja kusababisha maze lazima utalipa. Manzi kamuliza likasababisha kivipi? This is all your fault. Wewe ndiye ambaye kaweza kuja kuangamiza Jimmy na kwa hiyo sababu lazima utaweza kuja kulipa. Kaiye. Mazeni kama ungamiza kivipi? Si mimi sio nambali kaweza kuja kumgongesha upande wa reverse. Gaidi confirmation kwamba sio kwa wewe. Ungekubali ni kuangamiza haraka Jimmy asidedi. Kwa venye ambavyo Jimmy akaweza kuja kudedi. Maskini wa Mungu Megan Fox alianza na mjinga kwa jina la Bobby Shasha. Bobby hapa mtazamaji wakiwa na Megan Fox. Chunga Megan Fox. Maze kike kujaribu kuhepa
kuhepa. Hapa gaidi yuko serious yo chao nini? Anataka kuweza kuja kutengeneza nini? Ukilipea kichwa cha manzi aweza kuja kupata ule mkufu. Lakini gaidi gongo design kama hiyo. Maskini Mungu manzi tukipenda Megan Fox akapata nafasi ya kuhepa. Na waache hivyo, akawaacha amefunganisha gaidi na mzoga wake ukilipenda Maka namba ni kugane bonake ukilipea dakike. Lakini gaidi nasikia kwamba nakutaweza kuja kuangamiza manzi. Anatokwa na wazimu. Na picha letu till death akawa hapa bishini kwenye kipindi cha mashamshama. Haleluya. Picha letu till death akawa hapa bishini kwenye kipindi cha mashamshama ukilipenda. Sasa kike mbio alimkweza kuja kuelekea mahali na ambapo kuna ndai. Waache hivyo, mazi aweze kuja kuchomoka na lile ndai mbio. Mwanzo gaidi yuko serious yao nindi yote akakweza kuja kumangamiza kilipenda kike. Sasa maskini Mungu mazi tu kujaribu kugurumisha. Ndai lilianza kuleta hitirafu. Lakini kubati kwa Mwenyezi Mungu, Daivu nguka design kama hiyo kwenda kupata gaidi akanywesa na kisha gaidi kufika hapa likakwama ndani ya barafu. Lili ndiye mtazamaji liliweza kuja kukwama ndani ya barafu design kama hiyo. Shisha maskini wa Mungu mazi wetu Megana kidogo hivi pita na gaidi bila wagoma weka gaidi upande wa kando design kama hiyo kiki aweze kuhepa. Lakini tena kwenda kuhepa gari likakwama kabisa ikiwa ni ishara kwamba na kutukipenda kike hawezi katamburuka ni ara zenye hizo. Na kumbe kwa venye nabavyo kaweza kujikupata ukilipenda Bobby. Mtazamaji Bobby hakuweza kuja kudidi. Makosa manene haya shisha. Mwazo alichukua mwili wake ukilipenda gaidi jitu kwa jina la Maka na kisha anavuta anaupeleka mahali na ambapo kiki aliyopo. Nilo kiki baada kuweza kuja kupata patoa ameweza kuja kudozgoza upande wa ndani. Waacha gaidi aweza kuja kufungua apate mazi hayuko bila wagoma Zaitan diraigua kumianie mazenta kunia mimi jo. Manzi anawezaje kuchomoka mazeni mkoga nafikiria kwamba na kutikike yuko upande wa ndani. Lakini kike alimweza kuja kuchomoka zaidi kuingia mahali na ambapo ataweza kuja kupata usalama. Elewa kike yuko juu ya barafu. Kiki wetu hana viatu. Elewa kwa ile barafu namba huoga inatengenezwa na snow. Inakuoga ni baridi kuliko barafu. Negative 78 degrees Celsius centigrade. Hiyo sasa mtazamaji kuweza kuja kwa mahali kama hapo negative 78 degrees centigrade. Barafu namba ukilipenda kike aliyoko juu yake. Lakini gaidi anavuta ukilipenda Maka na anakuingia mahali na ambapo kike aliyopo. Kisha akakamata kike mguu. Ukahaha tirakwira tiriri lazima utaweza kuja kunipa kwenda kuduka kike upande wa kando. Na kike aliona gaye kumbe ni serious sio chao nini. Na mtazamaji leo wanapigana wakiwa juu ya barafu. Na venye ambavyo wanabodea na upande wa chini huenda barafu itaweza kuja kubreka na iweze kuja kuvunjika kidogo hivi. Mazi alichukua daga akadunga gaidi akanguka upande wa chini kupasua akaanza kuvuta upande wa ndani kaweza kuja kukamata kike wakiwa wote ndani ya maji ya barafu. Na hii sasa ni negative 1000 degrees Celsius. Mtazamaji kuwa ndani ya maji kama haya, elewa mtu anakuwa na temperature ya 47 degrees Celsius. Temperature ya binadamu. Na sasa haya maji ni negative 1000 degrees Celsius centigrade. Negative. Hii mtazamaji ukirushwa ndani yake hii shasha kuweza kuja kurushwa kwa maji kama haya, mtazamaji hiyo ni kama kuangamizwa. Lakini gadi liweza kuja kudungwa na kike design kama hiyo. Na kike wetu kilipenda Megana akaanza kupiga benzi kuelekea upande wa juu zaidi mahali na ambapo ataweza kuja kupata usalama sasa. Lakini kwa venye napo manzi akaogelea ni kweli yajaribu kuchapanda upande wa juu kunayo barafu.
kike wetu Megan kujaribu kugonga ile barafu. Manze ile barafu imeweza kujikukauka kama sikaigo. Kike wetu Megan hapa tu labda bahati ziweze kuchomoka juu kwa Mwenyezi Mungu. Ziweze kuja kumnyeshia kamvua. La sivyo manze tukipenda Megan ataweza kuja kupata pato kilipenda na maovu. Hoyo yai. Ile hewa ilianza kumshia maskini Mungu manze wetu Megan. Lakini kwa bahati ya Mwenyezi Mungu dunga design kama hiyo Megan akaweza kuja kufuru nini? Ni kuweza kuja kubrekeni ile barafu sasa. Kuvuja ile barafu kuweka kraka. Mazi pita na barafu. Weshwe. Nani kuwa kuena hehoi. Mazi kuko na baridi mingi. Elewa mingi ni kati ya baridi. Elewa mazi sasa hadi kuchomoka upande wa juu. Badala asikie baridi zaidi. Anasikia hadi ni kama anasikia joto. Elewa alikuwa ndani ya negative 1000 degrees centigrade. Na sasa mali na mpopo manzi yaliyopo ako juu ya negative 78 degrees centigrade. Na watu ambao waliweza kuja kufanya physics kwa somo la physics wakati wa heat transfer. Na manzi akaweza kuja kutupa ile pete na ambao akapatiwa na bwana yake. Wakati wa heat transfer joto huwaga inatoka kwa a body of high temperature inaingia kwa a body of low temperatures. Hiyo ni physics. Na juu sasa manzi ameweza kuja kuchomoka kwa a body of low temperature, ameweza kukungira kwa a body of high temperature, ile temperature ya negative 78 degrees Celsius. Lazima iweze kufanya nini? Kuingia ndani ya mwili wake ukipenda Megan. Na Megan akaweza kuja kubaki design kama hiyo, na hapa bisha akaweza kuja kuwapa, hataweza kuja kufanya nini? Ni kucheza mtu ambaye ataweza kuja kumpata muda na wakati mwinginepo. Huku Megan akibaki design kama hiyo, na kiapo kwamba na kutaweza kuja kumcheza mtu ambaye ataweza kuja kumpenda. Na amerutika ndo kabisa nikicheki. Naona picha letu till death, hamna lingine la ziada. Akawabeshi ni waka studio DJ Star. Asanteni na karibuni tena studio till death. Ni mwisho DJ Star Wakanda barabara.